Hadithi ya Mama Mboga. Hapo zamani za kale aliishi mama mmoja aliyekuwa mashuhuri sana kwa kuuza mboga mboga. Alijulikana kwa jina la Mama Mboga. Kila siku asubuhi Mama Mboga alikuwa akiamka mapema, akichuma mboga zake safi kutoka kwenye bustani yake kubwa, kisha anazipanga ndani ya kikapu kikubwa na kuziweka kichwani. Alizunguka nyumba kwa nyumba akiuza mboga mboga zake kwa wakazi wa kijiji cha Tambwela. Katika moja ya nyumba hizo za kijiji cha Tambwela waliishi watoto wawili mapacha waliopendwa sana na mama yao. Nyaboke na Nyamweri ndiyo majina yao. Wote walikuwa na umri wa miaka 3. Nyaboke alikuwa msichana na Nyamweri ni kaka yake. Nyaboke alikuwa tofauti na watoto wengine wote kwa kitu kimoja ambacho alizaliwa nacho. Kitu hicho kilikuwa ni nywele zake nyekundu, kitu ambacho hakijawahi kamwe kuonekana kijijini. Kila siku Mama Mboga alipokaribia nyumba yao, Nyaboke alikimbia kumlaki kwa furaha, akifurahia kumuona. Hali hii ilimfanya Mama Mboga kumzoea na kumpenda sana Nyaboke. Na kila alipofika alimkuta akicheza nje na nduguye Nyamweri. Siku moja kama kawaida, Mama Mboga alipita Tambwela kuuza mboga. Alipofika kwenye nyumba ya mapacha wale, alimkuta Nyaboke peke yake akicheza. Mama yao alikuwa ndani akimbadilisha nguo Nyamweri. Kwa haraka Mama Mboga alimnyemelea Nyaboke, akamchukua na kumweka ndani ya kikapu chake cha mboga. Kisha akaondoka naye kimya kimya bila mtu yoyote kumuona. Mama yake Nyaboke alipotoka nje, alimkosa binti yake. Alihamaki, hasira zikamjaa kumtawala, kumtafuta kila kona kijijini na hata nje ya kijiji. Lakini wapi, hakuweza kumpata. Alilia kwa uchungu sana, akijua moyoni kuwa binti yake amepotea kabisa. Mama Mboga alimpeleka Nyaboke nyumbani kwake huko kisiwani, mahali pambali palipojaa mashamba na nyumba chache sana. Huko Mama Mboga aliishi peke yake kwenye nyumba kubwa iliyozungukwa na uzio mkubwa wa miti. Alimlea Nyaboke kama mwanawe, lakini hakuwa mama mzuri, kwani hakuwahi kumruhusu kutoka nje ya nyumba wala hata nje ya ua hata siku moja. Na lengo la Mama Mboga halikuwa tu kumlea, bali Nyaboke akiwa mkubwa amsaidie kulima bustani yake na kuchuma mboga mboga kupeleka kijiji cha Tambwela. Nyaboke kila alipoomba ruhusa ya kutoka, Mama Mboga alimtishia kwa maneno ya kuogofya sana, akimwambia kwa nje kuna wanyama wakali wanaowala mabinti wadogo, watu wabaya wanawaua watoto na vingi vya kumuogopesha alimwambia. Kwa kuwa Nyaboke aliibiwa akiwa bado ni mdogo sana, hakuwa na kumbukumbu ya maisha yoyote ya zamani. Hivyo alikuwa akiamini kwamba Mama Mboga ndiye mama yake halisi na kisiwani ndiyo nyumbani kwao. Basi miaka ikapita. Nyaboke akakua na kuwa binti mrembo mwenye nywele ndefu na nyekundu na sura nzuri ya kupendeza. Wakati huo huo, pacha wake Nyamweri naye alikuwa amekuwa kijana mkubwa na shupavu. Nyamweri alipenda sana kuwinda ndege na mara nyingi alirudi wakati wa jioni na kitoweo kwa mama yake. Walipika na kufurahi pamoja. Siku moja alipokuwa akiwinda,
aliona ndege mkubwa aliyemvutia. Akaanza kumuinda kwa uangalifu mno ili amdake na kumfanya kitoweo. Basi akaanza kumfuata hadi akavuka maji na kufika kisiwani, akijua kuwa hiyo ndiyo nafasi yake ya kumpata ndege huyo. Ndege aliruka na akaruka tena, huku Nyamweri akimfuata mpaka akaenda kutua juu ya uzio mkubwa wa nyumba ya Mama Mboga. Pale pale Nyamweri akarusha mtego wake shwa. Akafanikiwa kumpiga, lakini kwa bahati mbaya ndege pamoja na mtego vyote vikaangukia ndani ya wigo mkubwa wa nyumba ile ya Mama Mboga. Nyamweri alisikitika sana kupoteza mtego wake ambao ameutumia kwa muda mrefu na umemsaidia sana kupata vitoweo. Nyamweri akaamua kwenda mlangoni na kugonga ili aombe arudishiwe mtego wake. Lakini wapi, mlango haukufunguliwa. Aligonga sana sana, lakini hakufanikiwa kufunguliwa mlango ule. Badala yake akasikia sauti ya msichana kutoka ndani ya ile nyumba, ikimjibu kwa sauti ya hofu, ikimueleza kuwa hawezi kumfungulia mtu yoyote, kwani alielezwa watu wote wa nje ni wabaya. Nyamweri alirudi kwao akiwa na huzuni sana, lakini kila siku aliendelea kwenda kisiwani. Alikaa mbali na nyumba hiyo kwa matumaini labda ataona mtu yoyote akitoka na kumsaidia kumpatia mtego wake. Basi bwana, siku moja akamuona Mama Mboga akirudi kutoka sokoni, na aliposogea mlangoni akaita jina la binti yule aliye ndani. Nyaboke, Nyaboke, fungua mlango, ni mimi mama yako. Na kweli mlango ukafunguliwa. Nyamweri alishangazwa na jambo hilo. Akajua kuwa kumbe ili afunguliwe mlango itabidi amwite na kumsemesha kama Mama Mboga alivyofanya. Basi siku iliyofuata Nyamweri taratibu alikwenda na kusimama mlangoni. Akaiga sauti ya Mama Mboga na kuita jina la yule msichana. Nyaboke, Nyaboke, fungua mlango, ni mimi mama yako. Mlango ukafunguliwa mara moja. Alipofunguliwa tu, Nyamweri aliingia moja kwa moja ndani. Nyaboke alishtuka, kisha akamtazama kwa mshangao mkubwa. Alikuwa hajawahi kumuona mtu mwingine tofauti na Mama Mboga tangu ajitambue. Nyamweri alishtuka zaidi alipomwona msichana huyo mwenye nywele nyekundu, mzuri sana na mwenye sura iliyofanana kabisa na ya kwake. Lakini hakumwambia chochote. Alimuomba tu mtego wake, na aliporudishiwa akaondoka kwa utulivu bila kufanya chochote wala kusema kitu kingine chochote. Aliporudi nyumbani, alimwambia mama yake yote aliyoyaona, hasa mfanano mkubwa aliyouona kwa Nyaboke na sauti yake iliyofanana kabisa na ya mama yake huyo. Mama yake akahisi kwamba pengine huyo aliyemuona ni Nyaboke, binti yake aliyepotea miaka mingi iliyopita. Akamwambia Nyamweri waende tena pamoja siku iliyofuata. Na kweli palipokucha, Nyamweri na mama yake wakafunga safari mpaka kule kisiwani, na moja kwa moja wakaenda nyumbani kwa Mama Mboga. Walifika mbele ya mlango wa nyumba ile. Nyamweri akaita tena kama alivyoiga siku iliyopita. Nyaboke, Nyaboke, fungua mlango, ni mimi mama yako. Mlango ulipofunguliwa, Mama Nyamweri alimtazama Nyaboke na moja kwa moja alitambua fika kuwa yule
ndiye binti yake aliyeibiwa miaka mingi iliyopita. Kwanza, nywele zake zile za kipekee kuwahi kutokea. Mama huyo alilia kwa uchungu sana, halafu akakumbatiana naye kwa nguvu mno. Na kwa mara ya kwanza, Nyaboke alihisi joto la kweli la upendo wa mama yake. Basi wakamuuliza ukweli wote kuhusu kilichotokea miaka iliyopita, na Nyaboke akaelewa na kutambua ukweli huo. Walimchukua Nyaboke na kurudi naye kijijini. Wanakijiji walishangaa kumwona msichana mrembo mwenye nywele nyekundu aliyefanana kabisa na Nyamweri. Mama yao aliweka sherehe kubwa ya kushukuru kumpata binti yake. Naye Nyaboke akaanza kuishi maisha mapya yenye upendo wa kweli, furaha na uhuru. Na hadithi yetu imeishia hapa. Hadithi hii inatufundisha kuwa usiongee na mtu usiyemfahamu, lakini usikubali zawadi yoyote kutoka kwa mgeni. Usiende sehemu yoyote na mtu yoyote ambaye si mzazi wako au usiyemfahamu vyema, ni hatari sana. Na pia ukihisi mtu anakufuata au anakudanganya, kimbia na upige kelele. Mwisho, kumbuka majina ya wazazi wako na namba za simu na mahali unapoishi.